moto, tafakari hilo kisha tutape kazi. Ujambo na karibu mpenzi mtazamaji, karibu sana katika habari zetu za siku ya leo, ikiwa ni na Bongo TV. Msomaji wa habari akiwa ni Joseph Munami aka Mkulima. Hii leo ikiwa ni Jumaa tarehe 3 mwezi wa Oktoba mwaka 2025, tumekuandalia mengi katika chumba chetu cha habari, lakini mwanzo ni vidokezo. Tumekuandalia habari za shule, habari za taifa, habari za michezo, malimwengu na ikiwemo msemo wa siku. Karibu tuandamane takribani ya dakika 3 tukujuze yale yote yaliyojiri nje na ndani ya nchi yetu tukufu ya Kenya. Aliyekuwa kiranja mkuu azungumza baada ya kumalizia muhula wake wa uongozi. Tuungane na mwanahabari wetu aweze kutujuza zaidi. Aliyekuwa kiranja mkuu wa shule yetu Bwana Etiang alifanya mahojiano maalum na kituo hiki jana jioni, ambapo alitoa shukrani na ujumbe wa matumaini kwa viongozi wapya na jamii nzima ya shule. Katika mahojiano hayo, Bwana Etiang alieleza kuwa moyo wa shukrani kuwa anawashukuru wanafunzi wote pamoja na usimamizi wa shule kwa kuonyesha mshikamano na kumunga mkono wakati wa kipindi chake cha uongozi. Alisisitiza kuwa mafanikio aliyopata katika uongozi hangewezekana bila usaidizi wao. Aidha, Bwana Etiang alisifia chuo hiki kuwa ni miongoni mwa vyuo bora zaidi nchini, akisema kuwa kwa jinsi ambavyo shule inaendelea kukua kitaaluma na kitawala, anaamini kuwa katika miaka ijayo itakuwa miongoni mwa taasisi kubwa zaidi za elimu. Mwisho wa mahojiano, aliwahimiza viongozi wapya walioapishwa siku ya Jumatatu kumtanguliza Mungu katika hatua ya uongozi wao, ili awaongoze na kuwaelekeza ipasavyo katika majukumu yao. Nikiripotia runinga na Bongo, langu jina Vishmaya. Asante sana mwanahabari wetu Vishmaya kwa habari nzuri zaidi. Wacha tu pata habari nyingine ni kwamba vyama vya kisiasa vyaweka mikakati kuvutia wanawake wapiga kura. Tuungane na mwanahabari wetu Meli Blessing kwa mengi zaidi. Kenya inapojiandaa kwa msimu wa kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027, vyama vya kisiasa vinaimarisha mikakati kuvutia kundi ambalo haliwezi kufuza wanawake. Kuanzia vijijini hadi mijini, wanawake bado wako mstari wa mbele katika mipango ya kampeni za vyama vyote vikuu. Chama tawala cha United Democratic Alliance almaarufu UDA, Orange Democratic Movement ODM, na chama cha Safina vimezindua mipango inayolenga wanawake, huku vikisisitiza kuwa wanawake ni zaidi ya nusu ya idadi ya watu Kenya. Wachambuzi wamedhihirisha kuwa wanawake ni wengi na hakuna chama kinachoweza kushinda mfano wamekuwa mtu wa mgongo wa kampeni. Nikiripotia runinga ya Bongo, jina langu ni Asante sana Meli Blessing. Tupate habari za michezo kutoka kwake Bradil Fela. Ujambo na karibu kwenye habari za michezo. Wachezaji wa chuo cha walimu jana Bongo wamejitokeza kwa mazoezi kwa asilimia kubwa, walimu wa kiume kwa asilimia 90 na walimu wa kike kwa asilimia 49. Hii ni kwa ajili ya michezo ya kirafiki itakayoandaliwa katika chuo cha walimu cha Bondo tarehe 11 mwezi huu. Kwingineko, ligi kuu ya FKF imeshika moto wakati ambapo wanamvinyo hali maarufu Tusker kutoka Bila na Mathare United na Police FC kutoka sare ya Bila na Ulinzi Stars. Kimataifa, Newcastle kumonyorosha Royal Union mabao 4-0. Karabag kushinda mabao 2-0 dhidi ya Copenhagen. Arsenal kumtandaza Olympiacos mabao 2-0. Nao Man City kutoka 2-2 na FC Monaco. Mwisho, Mahamud Sangare kufunga mabao 3 kwenye kikombe cha UEFA ya vijana almaarufu UEFA Youth League. Nikiripotia runinga ya Bongo, niite Bradil Fela. Asante sana Bradil Fela kwa habari za michezo. Wacha tupate malimwengu. Muuza majeneza amlaumu daktari kwa kumponya mgonjwa mahututi. Wacha tuungane na mwanahabari wetu Brian Tabu hivi leo ninavyoongea, yupo kule kaunti ya Nakuru kutuletea live kabisa malimwengu ambaye amejiri. Asante sana bwana Minami ukiwa kwenye studio. Hivi sasa ninapozungumza niko mbashara kutoka katika kaunti ya Nakuru. Mwanamume mmoja muuza majeneza huko Cameroon amemcharaza daktari kwa kumponya mgonjwa mahututi. Kulingana na taarifa ni kwamba muuzaji huyo wa majeneza alikuwa na matumaini makubwa kwamba mgonjwa huyo angekufa muda wowote ili apate biashara.
ila jambo lililomkera ni daktari huyo kumpambania maisha ya mgonjwa huyo hadi akapona, jambo ambalo anasema lilimharibia biashara yake. Swali ni je, wauza majeneza pia huenda katika kanisa au hekalu na kutoa fungu la 10 ili Mungu awasaidie katika biashara yao? Nikiripotia runinga ya Nabongo kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu ni Brian Tabu. Asante sana Brian Tabu, ameuliza swali nzuri sana. Wacha tupate tamko la siku kutoka kwake Val Kenya. Umaskini bila deni ni utajiri kivyake. Nikiripotia runinga ya Nabongo, langu jina ni Val Kenya. Asante sana Val Kenya, tamko lake kutoka kwake Val Kenya tunatuwezesha kupiga msumari wetu wa mwisho katika habari zetu za siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka studioni, ni kushukuru sana wewe ambao umechukua muda wako kusikiliza habari zetu na kutufuatilia ili ya kwamba sisi pia tupate mahali pa kuletea habari zako. Na wale wote walioandika habari zetu za siku ya leo, tunakushukuru sana. Lakini kabla sijaondoka studioni, nakuambia kwamba sio wote wanaoenda msalani wanaenda haja. Wengine wanaenda msalani kuangalia pesa iliyobakia. Naitwa mkulima Joseph Nami, tukutane Ijumaa ijayo.